Bro. ndani na nje, manake hata nimeona pia wananchi mbalimbali mbalimbali kuliko jinsi ya kuchora kwa mkono. Hii sasa tunafanya kitu gani? Hii ni poda na kwenda na baadaye moja katika slide na hiyo ipo kwenye nini hapa ofisi yako? Ndio hiyo. Ndio nasema. Kitendo chake hizo. Yeye mwenyewe mkono wake. Na hapa na vijana ambao wanatumia kulevya ni kwa kikubwa, kwa hiyo wanafanya kazi na kama mtabioni. Hongera sana. Tunataka tupate kama hali zaidi ya kuongeza tuwapate wengi zaidi. Sawa sawa. Basi ile iko kwetu. Hapa tutahimizana katika hilo. Na wewe hongera sana. Asante. Video. Salamu alaikum. Karibu mgeni mheshimiwa, makamu wa kwanza wa rais. Mimi naitwa Bwana Ali Mbarak, ni mwenyekiti wa baraza ya Mtendeni Kiubamara. Karibu, tafadhali. Kwa hakika mji wako kuna dalili inaonyesha kwamba akiona moshi anajua kuna moto. Sasa tuko wengi na tuna mengi. Kulingana na muda ulivyo, sidhani kama sote tutapata fursa, lakini tutatoa uwakilishi kwa watu wetu hapa. Kwanza salamu zetu, pili maoni yetu ya mji wako, kwa sababu tumefahamu hawajaja wengi miaka mingi, lakini kuja kwako tayari umetoa dalili kwamba kuna kitu kinahitajika, ukifahamu kutoka kwetu. Na inshallah mimi niseme tu karibu, utupe salamu zako, kisha tukupe na sisi zetu uzifikishe inshallah mbele ya safari yetu ambayo nimekwambia tuna mengi. Sheikh Said Mdungi atasema kwa muhtasari, nasema yeye ana ombi lake, kwa hivyo naomba tumsikilize, alafu nitachangia na mimi kidogo mtu wa mwisho na muda mheshimiwa ana mambo mengi. Assalamu alaikum.
tunamshukuru Allah kutujalia kukutana hapa na saa hizi na kumshukuru mgeni wetu na ujumbe ambao alifuatana nao. Mwenyezi Mungu ajalie kheri na kuiomba serikali kwamba isiwe muda huu tu au kwa siku ya leo tu, iendelee hii ziara na siku nyingine. Ombi langu kwako mheshimiwa mwenyekiti mheshimiwa mgeni rasmi ni kwamba hapa siwezi kujieleza vizuri, unipangie siku na saa wapi nikutane nawe na suala langu nizungumze nawe binafsi, mimi na wewe. Nilikuwa sikupati popote pale ambao siwezi kukujua na wapi. Mwenyezi Mungu ajalie tumekutana hapa. Hii naomba iwe ziara nzuri, tukutane tuendelee kuzungumza masuala ambayo ndani ya nafsi yangu. Inshallah Mungu kujalia kufika hapa salama na kupata bahati ya kuonana na mzee wetu Sheikh Othman. Nashukuru sana Sheikh, juhudi zako zinaonekanika alhamdulillah, na tumefurahi kwa kadiri ya uwezo wako namna gani unaipigania nchi yako na maslahi yako. Mimi sina mengi, na masuala matatu na mawili maombi au malalamiko. Lakini swala la kwanza kwa kujua kama mawafikiano yaliyoachwa na Maalim Seif marehemu juu ya kuunda serikali ya umoja wa kitaifa, ingawaje hatukuelezewa na chama hili na hili na hili, bila shaka yapo yamekamilika, yamefikiwa, malengo yake yamekubaliana, au kuna mingine bado kuna mingine tayari, na kama naweza kuelezeka yalikuwa tayari kuelezeka, yalikuwa haelezeki tunakusanya. Hilo moja. Ya pili, ndugu zetu waliopoteza ndugu zao, maisha yao, waliouawa katika uchaguzi uliopita, nini hatima yao? Mtawajalia? Bado hamjawajalia chochote kuweza angalau kuwafuta machozi. Kuna vilema, kuna waliokufa wamewacha watoto na wake zao, hatua gani imechukua bila hilo? Na la tatu, hili ndio kubwa zaidi kwa mimi, unatupa imani gani kwa tunakoelekea kwenye uchaguzi wa 2025? Huo ndio muhimu zaidi. Je, yatatufika yale au kuna matumaini mtatupa sisi ya kutuhakikishia kama tutakwenda salama, au mama naye atatuletea majeshi hapa kwa kuanza? Hili ndio kitu sana. Haya bado haya matatu maombi sasa. Kama atakuzoea au kuzoea. Ombi la kwanza, mzee wangu, tuna maji. Kwanza maisha magumu, makodi mengi, naweka makodi mengi, maisha yetu yanakuwa magumu sana, tight sana, ndio huduma vina banana hapa, vina banana sana. Hiyo moja. Ya pili, maji katika jimbo letu. Sipaswi kuambia wewe, alikuja juzi waziri wa mbunge wetu Mwembetanga juzi iliyopita, nimemuelezea, lakini naona hatua ndogo sana. Tumeshalika mwaka mmoja sasa hivi, tushaungiwa, lakini maji hatupati. Wenzetu kwa jumla mpata zamani, sisi bado na Mwembetanga kule hamna kilima wala mle. Kwa nini? Na maji ndio uhai, ndio kila kitu, maisha yetu tunategemea maji. Hili mzee wangu naomba tushirikie kwa kadiri ya uwezo wangu. Asante sana. Na hasa katika upande wa dini ya Kiislamu, sisi, mimi nilikuwa mshauri wa mwalimu mkuu katika madrasa yetu, lakini tulipokuwa tunataka kuboresha masala ya kielimu, kufundisha mambo ya hesabu, lugha ya Kiingereza, Kiswahili, tukaambiwa haturuhusiki sisi kufanya vitu hivyo katika madrasa zetu, sababu hatuna uwezo mzuri wa kusomesha, tutaharibu mfumo mzima wa curriculum ya serikali. Sasa tukitazama masomo ya hesabu, sisi tunahitaji zaidi, kwa sababu kuna ilmu niqati, kuna ilmu mirathi, zote zinataka hesabu. Sasa tungeomba mheshimiwa ukatuombea tukapa fursa ndogo kidogo ya kupata funguzi ndogo ndogo katika madarasa zetu, na halafu tusiwekwe vikwazo sana, kila kitu tusajiliwe. Sisi Waislamu tukitaka, lakini mabaniani wako huru, Wakristo wako huru, sisi vitu vyetu vinaingizwa kwenye katiba, inakuwa hatuna uwezo na uhuru wa kufanya zile ibada, kwa sababu lazima tukaombe kule kuabudu kwetu kwa wakubwa zetu ambao tayari wametengeneza sheria ya kutudhibiti sisi tusiendelee. Kwa hivyo tunaliomba hilo mlitizame kwa jicho kupana zaidi, kwa sababu sasa hivi nasikia kuna kikao kinafanyika au kimeshafanyika
kuulizwa, je, tunaongeza sheria gani nyingine zaidi kwa upande wetu wa Kiislamu? Kiufupi, tuko katika hali ngumu na mbaya kielimu, na tusongi mbele kwa sababu tayari kuna mabano tumewekewa na tushafika kwenye vice kukaza mwisho katika upande wa elimu. Alafu tutakuja kusema Zanzibari hatukusoma, lakini kumbe tumezuiliwa kusoma indirect way. Kwa hivyo mheshimiwa, hili nataka litizamwe na tupewe fursa na tusimamiwe vile vile. Asante kwa hili. Mheshimiwa mgeni wetu, tumefurahi sana kwa kufika leo katika ziara hii. Tunasema karibu tena. Hii baraza muasisi na mwenye baraza hii marhum makamu wa kwanza wa rais, na baraza hii ya tawi la Vikotoni ambaye yeye ndio muasisi na ndio ufunguaji wa tawi hapa. Kwa hivyo leo watu wote hapa wanakuona wewe, lakini sasa hivi wanamkumbuka marehemu. Kwa leo ilikuwa ziara ya hafla Mtendeni, iliyokuwa haijakuwa kwa ratiba. Utashi nini tutafune muda mkubwa tukaharibu safari zilizobakia. Lakini jua hivyo tutataka salamu zako chache. Vijana hapa wana hamu kusikia kiongozi wao una wasia gani unataka kuwapa? Una msimamo gani unataka kuwapa vijana wako Mtendeni? Ukitoa ujumbe Mtendeni unashatoa ujumbe katika taifa zima. Sasa Mtendeni ni mtaa wa historia wa nchi. Kwa nasema mheshimiwa, karibu katika baraza yetu. Ndugu viongozi na wengine tulioko, asalamu alaykum. Kwanza na mimi naomba nichukue fursa hii baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia fadhila hii ya uzima tukakutana hapa. Niwashukuru na viongozi na pia walioandaa hii ziara ambayo tunaendelea nayo sasa hivi. Lakini la pili niseme tu kwamba madhumuni makubwa ya kufanya ziara hii ambayo imeandaliwa na viongozi wetu wa jimbo la Malindi ni na mimi kunipa fursa ya kusoma. Mimi bado mwanafunzi. Bahati mbaya sasa tuliondokewa na mzee wetu ambaye alikuwa mwalimu mkubwa, lakini kwa sababu nimeshika kazi yake lazima na mimi nipite katika alama zake. Naambiwa tu katika hata hali ya kawaida umwenzi mzee wako basi ni kuyachukua yale katika au zile turathi zake. Na moja ni mle mwahala ambamo alitumia muda wake katika kumjenga, katika kumuimarisha, lakini na jambo kubwa lile ambalo yeye alilifanya na leo tuko hapa la kujenga mshikamano. Na mshikamano kwa ajili ya manufaa ya nchi yetu. Yeye ndo alotufanya leo pamoja na misukosuko yote hii tuliopitia. Lakini bado tunaendelea. Tunaendelea na ari ile ile, tunaendelea na nguvu ile ile. Tumekuwa kwa wengine tumekuwa shida kubwa sana. Lakini shida kwa maana nzuri. Maana wakati ule anaofikiria wewe ndio umeshakufa, ufufuki tena. Anashtukia umefufuka kwa nguvu kubwa zaidi. Maana baada ya 2015 kila mtu alijua kila kitu hichi kimemalizika. Lakini 2020 yakatokea aliyotokea. Na hakutokea kwa sababu nyingine yote. Lakini alitokea kwa sababu ile nguvu ya kwetu ilikuwa kubwa sana. Sasa hakuna jinsi ilibidi labda yatokea aliyotokea, lakini vinginevyo yalikuwa kila kitu labda kingemalizika tena kwa namna ambayo isingeweza kufikiriwa. Kwa hivyo katika kuyajenga hayo ndo nasema mmenipa mzigo mkubwa sana
lakini nashukuru kwamba napata kusaidiwa. Na moja kusaidiwa ni hii kwamba pita katika hizi alama ambazo mzee wetu mwenyewe alizipitia. Kubwa ambalo nataka kuambia tu kwamba ni waombe kwanza kuendeleza mshikamano, kuendeleza mashirikiano, lakini na kuendeleza ile dhamira yetu kwamba mwisho wa siku lolote litakalokuwa, lakini muhimu ni ya nchi yetu. Na muhimu wa nchi yetu si kwa sisi. Tunachokipigania hasa ni kusema iwe itakavyokuwa, lakini tujenge misingi ambayo tutawarithisha watoto wetu au wanaokuja, misingi mizuri ya kuendesha nchi iliyokuwa bora zaidi, iliyokuwa ina neema zaidi. Na bahati nzuri kwa Zanzibar inawezekana. Iliyokuwa pengine halijawezekana tu ni kupata ile commitment ya kiongozi na ile kupata commitment ya kwamba sasa tunatumikia nchi, na hilo ndo tunalolisimamia, hilo ndo tunalolipigania. Kwa hivyo nashukuru kwamba leo nimepata fursa hii. Ni kweli huwezi kuzungumza jambo la harakati bila kuitaja Mtendeni kabisa. Utakuwa ama mgeni zaidi yangu mimi au utakuwa huyajui, lakini huwezi kutaja na ikakamilika bila kutaja Mtendeni. Maana yake kama ndio tunasema center of gravity kwa wazungu wale wanaonini, basi hapa ndio center of gravity. Kwa hivyo nashukuru na mimi kwamba nimepata fursa hiyo. Niwaambie tu kwamba yale mliotutuma nilikuwa ninazungumza hapo, pengine itachukua muda kuyarejea, naamini mtayapata. Juhudi tunazoendelea nazo katika kuyatekeleza yale ambayo mzee wetu aliyapigania na aliyasimamia mpaka katika pumzi yake ya mwisho, na sisi mmetuachia, mmetuamini, basi tunaendelea na tunaomba tuwahakikishe hiyo, na tunaendelea nayo. Tumeona tuyafanye kwa sijui niseme kiweledi zaidi, au tunasema tuitekeleze katika misingi ambayo kila mtu ataona kama tulichukua juhudi gani, hoja zilikuwa nini, mipango ilikuwa nini, jambo gani la kurekebisha, ili tusirudi tena haya 2025 tukabaki hapa tulipo. Tutakuwa kwa kweli hatuitendei haki nchi yetu. Kwa hiyo niwaombe tu kwamba tuendeleze mshikamano huu tulionao, tuendeleze na ari na dhamira ile ambayo mzee wetu alituachia, na kwamba bado tunaendelea nayo. Muda hauruhusu, tungeweza kuzungumza mengi, lakini hii kwamba nimepata fursa, basi kwangu mimi ni jambo kubwa sana. Nawashukuru sana, asante. Majid. Majid ya Shah, Majid. Assalamu alaykum. Majid. Nimekuleteni yeye mheshimiwa makamu kuja kusalimia. Karibu sana. Mheshimiwa, tumefurahi sana. Tumefurahi kwa dhati kabisa kwa sababu hili ni jambo nadira kupatikana mtu kama wewe katika kazi zako kafika hapa. Sisi tumepokea sana kwa sababu tulikuwa tuna hamu tukuone, tukusikie kidogo, ingawa muda hautoshi, lakini hivyo hivyo tumependezewa na tunafurahika kidogo tupe na saa zako ili na sisi tupate kufurahi. Hapa nimeambiwa nitoe historia ya baraza hii. Baraza hii tumeanza inafika hata zaidi ya miaka 15 na tuko hapa kama wafuasi wa chama kilichopita, na sasa hivi tuko kule alipokuwepo marehemu Maalim Seif Sharif Hamad. Na wewe tunakukaribisha kama kiongozi wetu, na tunaamini kwamba utatupa na sisi tutakupa ushirikiano sote. Kwa hivyo kwa ufupi, hii ndio historia ya hapa kwetu, na hivi sasa hivi ili kurefusha tunaomba nasaha zako kidogo ili tupate imani na wewe inshallah.
viongozi wa baraza, ndugu wanachama, ndugu wageni mliopo, asalamu alaykum. Kwanza na mimi baada ya kushukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa fadhila nzima tukakutana hapa leo, naomba niwashukuru sana. Niwashukuru walioandaa ziara hii, lakini niwashukuru pia na viongozi kwa mapokezi. Kwangu mimi hii ni sehemu ya mafunzo yetu, maana mlinikabidhi jambo kubwa kutoka mahali kwa mzee wetu Mwenyezi Mungu anasema peponi. Alikuwa akiyafanya ni mengi, na moja ni katika hili la kuunganisha na kutujenga kwa kitu moja, kuweza kushiriki katika harakati za kujenga nchi. Sasa katika kuliendeleza hilo, na mimi kwa sababu nimerithi ya kwake, inabidi nirithi kutoka mzima, siwezi kuchukua kipande. Na moja katika alama zake ilikuwa ni hizi za kuwa karibu na wenzetu ili kujenga mshikamano zaidi. Na mimi nashukuru ili kwamba kwa kupata fursa hii imeniwezesha na mimi nimekutana na wapenzi wangu wa zamani ambao wengine sijakutana nao muda mrefu, kuna Khadija. Kwa hivyo nashukuru nimepata fursa hiyo. Kubwa ni kuhakikishia tu kwamba jamani, kazi mliokabidhi tunaendelea nayo na tunaendelea nao kwa juhudi kubwa sana, ili tulipokuwepo jana basi tusogee mbele, ikija kesho na kesho kutwa basi tuweko mbali zaidi, na inshallah, kwa sababu tunalolisimamia ni jambo la haki, na jambo la haki tulisimamia ni ibada. Basi inshallah Mwenyezi Mungu atatuwafikisha katika hilo. Lakini na la mwisho ni kuwaomba tu kwamba tuliendeleze hili la mshikamano, lakini na hili la pia la kuendelea katika kutafuta lile tunalolitafuta. Manake katika mtu ambaye atakuwa mwenye shida sana ni yule ambaye amevunjika. Bila shaka katika mambo haya, katika harakati hizi, katika mbio hizi, unafika mahala mna vituo vya kuvunja moyo sana, lakini wavuvi wanamsema, watu wa bahari wanasema kila penye wimbi kubwa ndio penye mlango. Kwa hivyo na sisi, kwa sababu naamini wengi ni wavuvi au tunaijua angalau bahari, basi tujue tu kwamba kila ukiona pahala kuna wimbi kubwa, basi ujue na mlango upapo au uko hapo. Inshallah Mwenyezi Mungu atujalie kwamba tuendelee na mshikamano huu, na viongozi wetu inshallah tujitahidi katika kujenga hivi na kushajishana katika mambo yetu na katika kujenga nchi yetu, na hasa lile la kujenga mshikamano, kwa sababu ndio litakaloleta maendeleo ya kweli na maendeleo kwa ajili ya nchi. Mimi naomba niwashukuru tena, asante.